Adhabu mbili za Shetani, sehemu ya pili, ambapo sehemu ya pili itakuwa na kakichwa kidogo kanachosema hivi: adhabu ya pili ni kuangamizwa kabisa katika ziwa la moto pamoja na mapepo na yule nabii wa uongo pamoja na waovu wote, na vilevile mbingu na nchi na vitu vyote vya asili. Bwana asifiwe. Tulikuwa na sehemu ya kwanza ambayo ilisema hivi: adhabu ya kwanza, kifungo cha Shetani miaka 1000. Bwana asifiwe. Adhabu ya kwanza ilikuwa kifungo cha miaka 1000 cha Shetani. Ya pili ni kuangamizwa kwa Shetani, ikiwa ndiyo adhabu ya pili katika kitabu cha Ufunuo, kama vile ambavyo kimetufunulia. Bwana asifiwe. Leo tunaingia katika kitabu cha Ufunuo, sura ya 19 fungu la 19 mpaka 21. Tusikie kile ambacho neno la Mungu linavyosema siku ya leo. Biblia inasema hivi: kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi ya yule tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyesifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya yule mnyama, nao walioisujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa angali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti, na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi, upanga utokao katika kinywa chake, na ndege wote wakashimba kwa nyama zao. Bwana asifiwe. Kitabu cha Ufunuo sura ya 19 kinatuambia kwamba, au kinatupa ujumbe kwamba Shetani na yule nabii wa uongo ambaye ni yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, anayeelezewa kwa mapana katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2, mtu anayekaa katika hekalo la Mungu na kujitukuza kama Mungu au kujifananisha na Mungu, ambaye anakaa katika kanisa la Bwana ambapo ni hekalo, yuko na sifa kama za Ibilisi ambazo alizokuwa nazo katika kitabu cha Isaya 14 kuanzia fungu la 12 mpaka fungu lile la 15. Bwana asifiwe. Huyu mtu wa kuanzi pamoja na yule joka ambaye ndiye anayempa huyu mtu wa kuasi mwana wa uharibifu, ambaye katika yeye kuna ufalme umetokana na yeye, umetada duniani kote, ambao katika huo ufalme umejaa watu wengi wanaofanya kazi kwa ajili yake, kama vile wafalme wa nchi na watu ambao wanaopinga sheria za Mungu na watu manabii wa uongo pamoja na walimu wa uongo na wachungaji wa uongo. Wote wako katika kundi moja, kwa kuwa wamepata mamlaka na uwezo kutoka kwa huyu mnyama. Bwana asifiwe. Huyu mnyama ambaye anaongozwa na mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, ambaye baba yake ni Ibilisi. Ni ufunuo mkubwa wa hilo jambo. Kwa hivyo katika kitabu cha Ufunuo 19 fungu la 19 mpaka 21 tumeweza kujifundisha. Sasa tutarundia haya mafungu kidogo, kisha tuende mahali pengine, ambapo fungu la 19 tumesikia: kisha nikamwona huyo mnyama, ambapo katika tafsiri ya mnyama tukasema huko mwanzo kwa masomo yaliyopita, mnyama ni mfalme na wafalme wa nchi
yaani wafalme wanaoongoza ufalme na majeshi yao. Wafalme wa nchi wako na majeshi yale ambao yanaowasaidia kutekeleza yale wanayotaka yatekelezwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketia juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Sikiliza, mnyama ambao ni ufalme na wale wanaotawala ambao ni wafalme na majeshi wale wanaofanya kazi kwa ajili ya hizi falme wanaungana pamoja ili wakabidhiane na Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na jeshi la Kristo. Bwana asifiwe. Yaani vita inatangazwa. Fungu la 20, yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye. Yule mnyama akakamatwa, yaani ule ufalme ukakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye. Yule nabii wa uongo ni mfalme mkuu au kiongozi mkuu anayetawala ndani ya mnyama huyu, yeye aliyesifanya hizo ishara mbele yake. Bwana asifiwe. Huyu nabii anafanya ishara za ajabu mbele yake, yaani mbele ya huyu mnyama, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, Kwa njia nyingine kuwadanganya watu na wakakubali sheria, wakakubali maelezo, wakakubali mapokeo ya huyu mnyama yanayopinga njia za Mungu. Ndiyo maana ya kupokea chapa ya huyo mnyama, kukubali na kuhimiza mafundisho yake. Nao waliomsujudia sanamu yake kwa kutii na kukubali, ndiyo maana unasikia wanamsujudia sanamu. Mimi siku ya leo tukimtii Mungu na kukubali njia zake, tunamsujudia Mungu, tunamkubali Mungu. Mungu atuongoze. Vile vile wale walio upande ule mwingine wanapotii maagizo ya huyu mnyama na huyu mtu wa kuasi au nabii wa uongo, basi wanapokea chapa, yaani wanakubaliana maelezo yake. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo wanaisujudia sanamu yake. Hawa wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kiberiti. Wakatupwa. Yesu akaweza kutupa mamlaka, yaani akaweza kuangamiza kabisa ufalme huu, ukaweza kuchomeka. Bwana asifiwe. Pamoja na nabii, yaani kiongozi huyu mkubwa anayetawala, ambaye amepewa nguvu na uwezo na Ibilisi. Na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake, yeye aliyeketi juu ya yule farasi. Upanga utokao katika kinywa chake, na ndege wote wakashiba kwa nyama yao. Bwana asifiwe. Hii ni ambali tumepaswa kuhusiana na kile kitafanyika kwa Ibilisi na yule nabii wa uongo pamoja na mawakala zake, wale wanaofanya kazi, wanaomfanyia shetani kazi. Bwana asifiwe. Kitabu cha Ufunuo 20 kuanzia fungu la 7 mpaka fungu la 15 ni mafungu yanayotueleza sasa kwa kina kile ambacho tumesikia katika Ufunuo 19 kuanzia fungu la 19 mpaka 21. Kwa hivyo Ufunuo 19 fungu la 19 mpaka 21 ni muktasari wa kile kitakachofanyika, lakini Ufunuo sura ya 20 kuanzia fungu la 7 mpaka fungu la 15 ni maelezo kamili ya vile kutakavyokuwa. Yaani inatuasia na kutuambia hivi, na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, ile ambayo tuliona katika sehemu ya kwanza,
vile ambavyo tulijifundisha katika sehemu ya kwanza. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa tena, kama vile tulisikia sehemu ya kwanza, shetani atafunguliwa muda mchache. Sasa tunaambiwa na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake. Bwana asifiwe. Shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, ambapo katika sehemu ya kwanza tulipata kujua shetani atafungwa wakati watu watakapouawa wote, yaani kumbaki hakuna mtu yeyote ambaye anaweza akatumwe na Ibilisi ili shetani afanye kauli zake, kwa kuwa shetani ili aweze kufanya jambo lolote ni mpaka aweze kumtumia mwanadamu. Ili aweze kufanya mipango yake yote lazima aweze kumtumia mwanadamu. Kwa hivyo watu watakapofufuliwa baada ya miaka 1000, shetani bila shaka atakuwa ametoka katika kifungo chake. Sikiliza fungu la 8 sasa. Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi. Wale watu baada ya kufufuliwa, wale waliokuwa wamelala katika, walikuwa wameangamizwa miaka 1000, wale ambao waliuawa miaka 1000 wakambaki wakiwa wamengoja siku ya hukumu, wakafufuliwa. Bwana asifiwe. Naye akatoka kuwadanganya hao, yaani mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Yaani idadi ya hao watu wa mataifa, wale watakuwa wamekubali kutumika na shetani, watakuwa wamekubali kuenenda katika njia za shetani, wale walikataa kweli wakakosa kuokolewa, wale ambao sasa wanastahili sasa kuangamizwa ili dunia iweze kusafishwa, watakuwa ni Gogu na Magogu, idadi yao kama mchanga wa bahari. Ni maneno yanayotumika kutuelezea wingi wa hao watu. Fungu la 9, wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Bwana asifiwe. Jinsi ambavyo Eliya alivyoitisha moto kutoka mbinguni, na huo moto ukaweza kulamba au kuwala wale watu ambao wale 50 waliokuwa wamekuja kumwita kwa mara mbili, vile ambavyo walilambwa na moto kutoka mbinguni, ndivyo na wakati huu Biblia inatuambia, ambapo wakati ili jeshi itakapokuwa limeungana ili liweze kupambana na watakatifu au na mji mtakatifu, moto utashuka kutoka mbinguni kwa amri ya Bwana wetu Yesu Kristo, nao utawala hao watu. Lakini hata ukiwala hautawaangamiza, kwa sababu hukumu yao haitakuwa imefanyika. Kwa hivyo wanalambwa, wanaangamia, wanafufuka tena au wanafufuliwa tena, wanafufuliwa tena. Bwana asifiwe. Fungu la 10 linasema, yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti. Shetani hatakuwa na hali ya kujibu maswali yoyote, kwa kuwa tayari amekwisha hukumiwa. Yule atatupwa tu, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Jina milele na milele tutakuja kujifundisha kuhusiana na milele na milele, kwa sababu katika Biblia kuna mambo mengi sana inayotuonyesha kwamba Mungu atakuja kufanya nchi mpya na mbingu mpya, na hakuna maombolezo wala kilio, yaani kumaanisha mambo kama haya hatakuwa yanafanyika. So tutakuja kujifundisha tujue maana ya umilele na milele ni nini. Bwana asifiwe. Fungu la 11 na kuelekea mpaka fungu la 13 linatuelezea kile ambacho kitakuwa kinafanyika, ama vile hukumu itakavyofanyika kabla ya watu kutupwa katika ziwa la moto. Mnyama pamoja na ibilisi, wao watatupwa, hawatahitaji kuhukumiwa kwa sababu tayari wamehukumiwa, lakini watu mpaka wahukumiwe. Fungu la 11,
Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketia juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Sikiliza, nchi na mbingu zikakimbia. Kwa njia nyingine, nchi na mbingu asikuwepo, asikupata nafasi tena, sitaondoshwa. Mahali pengine katika kitabu cha Petro kinasema ya kwamba mbingu za sasa na nchi za sasa na vitu vyote tunavyoona vimewekwa akiba kwa ajili ya siku ile, yaani siku ya mwisho, hata kwa sababu tayari zimedhoofishwa na dhambi au shetani amechafua mbingu na nchi, na vitu vya asili vyote vitaangamizwa. Fungu la 12, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo, yaani sasa watu waliokuwa wamekufa, wale ambao wanaangamizwa na moto, wale ambao walikuwa wamefufuliwa wote kwa pamoja, ambao wamefufuliwa kakuja kufanya vita na shetani, wote lazima watasimama mbele ya kiti cha hukumu. Kwa hivyo nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa. Haleluya! Vitabu vikafunguliwa, vitabu. Kwa hivyo Mungu yuko na vitabu aina mingi. Alafu na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu. Vitabu vile vimejaa matendo, kwa sababu Biblia inasema ati wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vitabu, katika vile vitabu sawa sana matendo yao. Vitabu vimebeba matendo ya watu, vitabu vimebeba ama vimehifadhi kile ambacho kila mmoja hapa duniani amekifanya. Lakini tena kuna kitabu kimoja kiko kando na hizo vitabu, ambacho ni kitabu cha uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wakasimama mbele ya kiti cha enzi, kiti cha Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu wetu, na matendo yao yote yakaweza kuletwa mbele yao kwa macho yao, na watu wakaanza kuhukumiwa sawasawa na matendo yao. Alafu fungu la 13 inatueleza bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Watu wote, Bwana asifiwe. Yaani baada ya miaka 1000 kama vile tumesikia fungu la 7 na fungu la 13 linaenda pamoja. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa watu wote ambao wameangamia ndani ya bahari na mito ile mikubwa, yaani wakaangamia ndani ya maji na hakuonekana wako huko, waliangamia na maiti yao ikabaki huko. Waliweza kutoka, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Watu ambao walikuwa wamelala katika yani alikuwa mmesa na mauti na kuzimu, wakatapikwa, wakatoka, wakatolewa, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kila mtu atahukumiwa kwa kadiri ya matendo yake. Fungu la 14, mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hiyo ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto, mauti na kuzimu. Kwa njia nyingine, kama mauti na kuzimu zimeweza kuangamizwa, hakuna tena mauti, hakuna tena kuzimu. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, kile kitabu kidogo chenye kilikuwa kipeke yake, hakuna mtu ambaye alikuwa yani kama na iwapo mtu yeyote hakuonekana, kama kuna mtu yeyote ambaye, haijalishi wewe ni mfalme, wewe ni mtu aina gani, haijalishi wewe ni jemedari, wewe ni mwanyabiashara, wewe umeishi kuwa mtu ambaye ameokoka, lakini haukuonekana katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kwa hivyo ibilisi na nabii wa uongo na mnyama ambao ni ufalme ule ambao umekuwa ukitawaliwa na yule nabii wa uongo, pamoja na majemedari na watu wote ambao ni wakazi wa huo ambao wamekuwa wakitawaliwa, wote ambao wamekuwa wakiruhusu shetani awaongoze,
watu wote wakatupwa katika ziwa la moto, nao wakaweza kuchomeka milele na milele. Jina la Bwana libarikiwe na neno la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Amen. Hii ndio mwisho wa Ibilisi. Ibilisi siku za mwisho anakuja kufungwa katika kwa miaka 1000. Baada ya kufungwa miaka hiyo 1000 ataweza kuachiliwa na baadaye atatupwa katika ziwa la moto. Ndipo sasa sura ya Ufunuo, katika sura ya Ufunuo 21 inatuelezea kuhusu mbingu mpya. Kitabu cha Isaya 65 kinatuelezea kuhusu mbingu mpya, ambapo Biblia imesema hakuna kinyonge kitakachoweza kupata nafasi. Hakuna mtu yeyote dhaifu, yaani hakuna mtu yeyote mwenye dhambi, uovu, ambaye atakuwa na uovu, atakuwa na kapepo, atakuwa na nafasi, yaani ataweza kukuwa na uovu wote, ataweza kuingia katika ufalme. Watu wote watakuwa wametakasika, wale ambao watakuwa wamepata nafasi katika ufalme wa Mungu. Je, wewe utakuwa mmoja wa wale ambao watakuwa wanapata uzima, watakuwa wamepata nafasi katika ufalme wa Mungu, au utakuwa yule ambaye atakuwa kwa maombolezo makubwa atakapokuwa anaingia katika ziwa la moto? Mungu akubariki sana utakapokuwa na tafakari, kwa sababu tumeambiwa kila matendo yetu yatahukumiwa. Kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake, na vile vile kama haujaweza kupatikana katika kitabu cha uzima, basi wewe utakuwa mali ya kutupwa ndani ya moto, ambapo ili uandikwe katika kitabu cha uzima ni mpaka umkiri Yesu kuwa ni mkombozi wa maisha yako, na vile vile sio tu kukiri peke yake, ni kupenda kuishi kama vile ambavyo anavyokuelekezea kwa neno lake takatifu, ili kumaanisha mpaka ukubali kujifundisha njia za Mungu na kuishi katika njia za Mungu. Mungu akubariki na akutende mema. Amen, amen, amen.